Hii ni Duniani Leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais Donald Trump kutangaza mwelekeo mpya hii leo kuhusu Marekani kufungua shughuli za kawaida, akisema maambukizi ya korona yamefikia kilele chake. Vifo na maambukizi kutokana na korona vyaongezeka Afrika, serikali zikiongeza muda wa kusitisha shughuli za kawaida na watu kusalia majumbani. Karibu kwa habari za kuaminika kutoka pembe zote za duniani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Idadi ya watu wanaothibitishwa kuambukizwa virusi vya korona Afrika yaendelea kuongezeka, huku serikali zikiongeza juhudi za kuzuia maambukizi. Afrika Kusini na Nigeria zimeripoti vifo zaidi, huku Ethiopia na Burkina Faso zikiwakaribisha madaktari kutoka China kusaidia kupambana na janga hilo. Patrick Ndwimana anakusomea mkusanyiko wa matukio Afrika kuhusu korona. Mkuu wa Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat ameshtumu hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump ya kusitisha ufadhili kwa shirika la afya duniani WHO. Katika ujumbe wa Twitter, Mahamat amesema kwamba ni jambo la kuhuzunisha kusitisha ufadhili kwa shirika la afya duniani wakati shirika hilo linaongoza juhudi za kukabiliana na janga la virusi vya korona. Afrika Kusini imetangaza vifo vya watu 7 kutokana na virusi vya korona na kujumulisha idadi ya watu ambao wamekufa kutokana na virusi hivyo Afrika Kusini kuwa watu 34. Waziri wa Afya Zweli Mkize amesema watu 5 kati ya 7 waliokufa walikuwa na matatizo mengine ya afya yakiwemo kisukari na shinikizo la damu. Idadi ya watu ambao wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona Afrika Kusini imeongezeka na kufikia watu 2506. Shughuli za kawaida zimesitishwa Afrika Kusini na kutaka watu kusalia makwao kwa muda wa siku 21 zilizopita. Amri ya watu kusalia makwao itaendelea kutekelezwa hadi mwishoni mwa Aprili. Zaidi ya watu 90,000 wamepimwa. Televisheni ya China CGTV imeripoti kwamba timu ya madaktari wametumwa Ethiopia na Burkina Faso kusaidia kupambana na maambukizi ya virusi vya korona. Idadi ya madaktari wanaoelekea katika nchi hizo kutoka mikoa ya Sichuan na Tianjin haijatajwa. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya China, madaktari hao wameondoka China leo Alhamisi. Watatumia ujuzi waliopata wakati wakabiliana na janga hilo nchini China kusaidia madaktari wa Ethiopia na Burkina Faso kupambana na virusi hivyo hatari. Serikali ya Nigeria inapanga kuwaalika madaktari 18 kutoka China kusaidia nchi hiyo kupambana na virusi vya korona, japo madaktari nchini Nigeria wamesema hawakubaliani na hatua hiyo. Muungano wa madaktari Nigeria wamesema ingekuwa vyema kwa serikali kuwaajiri madaktari wasiokuwa na ajira nchini humo badala ya kuleta madaktari wa China wasiofahamu maisha, utamaduni au changamoto za kufanya kazi Nigeria. Daktari mmoja amekufa kutokana na virusi vya korona nchini Nigeria baada ya kuambukizwa akiwahudumia wagonjwa. Daktari huyo alilazwa katika hospitali ya chuo kikuu cha Lagos Jumatatu na kufariki Jumatano. Mkuu wa hospitali hiyo Chris Bode amesema daktari huyo alipelekwa hospitalini hapo akiwa katika hali mbaya ya kiafya. Nchini Libya, serikali inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa imetoa amri ya watu kusalia makwao siku nzima. Amri hiyo itakayoanza kutekelezwa kesho Ijumaa itadumu kwa muda wa siku 10 katika juhudi za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona. Libya imeripoti visa 48 vya maambukizi ya COVID-19 na kifo cha mtu mmoja. Kisa cha kwanza cha maambukizi kiliripotiwa Machi 24. Masoko yote ya kuuza nyama na mboga yatafungwa wakati wa kutekeleza amri hiyo, lakini baadhi ya maduka ya kuuza bidhaa muhimu na yale ya kutengeneza mikate yataendelea kufunguliwa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba nchi hiyo imefikia kilele cha maambukizi ya virusi vya korona na kutabiri kwamba baadhi ya majimbo yataanza tena shughuli zake ilivyo kawaida. Trump amesema mwelekeo mpya utatangazwa leo Alhamisi baada ya kuzungumza na magavana. Zaidi ya watu 30,885 wamekufa Marekani kutokana na maambukizi ya virusi vya korona. Zaidi ya watu 4,000 wamekufa katika mji wa New York kutokana na virusi hivyo. Wahudumu wa afya wanakabiliwa na changamoto kubwa wakiwa kazini kuwashughulikia wagonjwa wa korona. Zaidi ya madaktari 50, wauguzi na wahudumu katika maabara
wanaripotiwa kufa kutokana na korona, 16 wakiwa katika jimbo la New York. Mjadala mkali unaendelea Marekani kuhusu kufunguliwa kwa shughuli za kawaida nchini humo. Mjadala huo unaendelea huku idadi ya maambukizi na vifo ikiendelea kuongezeka. Viongozi wa kisiasa pia wanajadiliana kuhusu aliye na mamlaka ya kufungua shughuli za kawaida. Magavana na Rais Donald Trump wakiwa wanavutana, huku Trump akidai kuwa na mamlaka yote kufanya hivyo. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti ya Pasi Wida Kuswara. Filamu ya mwaka 1935 Mutiny on the Bounty ni kuhusu uasi uliofanywa na mabaharia katika meli kutokana na mfumo utawala wa nahodha. Katika ujumbe kwenye mtandao wa Twitter, wiki hii Rais Donald Trump wa Marekani alisema kwamba filamu hiyo ilikuwa moja ya filamu anazozipenda, akiandika hususan kuwa waasi walihitaji msaada mkubwa kutoka kwa nahodha. Maneno ya Rais Trump alikuwa akielekeza kwa kundi la magavana wa chama cha Democratic ambao wanaungana kufanya maamuzi ya pamoja ni lini wanataka kufungua tena shughuli zote za kawaida katika majimbo yao. Rais kwa hakika anavuruga mapambano juu ya suala hili. Jambo baya kabisa tunaloweza kufanya katika yote haya ni kuanza mgawanyiko wa kisiasa. Gavana Andrew Cuomo wa jimbo la New York pamoja na magavana wengine wanafanya kazi pamoja kuendeleza mkakati wa kupunguza polepole masharti ya kukaa nyumbani katika majimbo yao. Rais Trump anasema uamuzi huo sio wote unatoka mikononi mwao. Akijibu swali la VOA mwanzoni mwa wiki, Rais Trump alitangaza kuwa yeye ana mamlaka kamili juu ya suala hilo. Ninawaeleza kwa njia rahisi sana. Rais wa Marekani ana mamlaka kufanya kile rais anachotakiwa kuamua, jambo ambalo lina nguvu sana. Rais wa Marekani ndiye anayefanya maamuzi. Taarifa ya Rais Trump ilichochea majibu makali kati ya serikali za majimbo dhidi ya mamlaka ya serikali kuu katika dharura ya kitaifa. Ukiangalia kile Rais Trump alichosema, unaona si sahihi. Hakuna aina ya majukumu ya kuchagua kwa rais. Hata katika wakati wa dharura una majukumu kamili ya kufanya unachotaka. Magavana wamejibu, akiwemo gavana wa jimbo la Michigan Gretchen Whitmer. Hakuna mtu yoyote ambaye asingependa kubonyeza kitufe na kufanya maisha yarejee katika hali ya kawaida, lakini hakuna kitu kama hicho katika mazingira haya. Wakati wa janga hili, serikali kuu inasaidia kuhakikisha majimbo yana vifaa na rasilimali kuhudumia raia wake. Wabunge pia wamepitisha mpango wa kuokoa uchumi wa dola trilioni 2. Lakini magavana pamoja na mamea wana mamlaka juu ya masuala ya afya ya umma na usalama, ikiwemo kuendelea kuwataka watu wakae majumbani mwao pamoja na kufunga biashara. Rais ana kila motisha kutaka kuboresha uchumi. Ana uwezo mkubwa wa kifedha kufanya hayo anayoyataka. Hivyo basi inamweka katika nafasi tofauti kuliko magavana na mamea ambao ni walinzi wa mstari wa mbele katika jukumu la kuwataka watu wakae majumbani, kulinda usalama wa umma, lakini kwa njia ambazo kiukweli zinadhibiti uchumi. Licha ya kutokukubaliana juu ya nani anaweza kutoa amri kwa taifa kurejea taratibu katika hali ya kawaida, hatimaye virusi vya ugonjwa wa korona vitachukua mkondo wake kurejea katika hali ya kawaida, alisema mtaalamu wa afya wa cheo cha juu kwenye timu ya Rais Trump, Dr. Anthony Fauci. Rais Trump anafikiria kufungua baadhi ya sehemu katika nchi kabla ya Mei Mosi. Dr. Fauci anasema hiyo huenda ikawa ni matumaini ya kupita kiasi. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington. Bunge la Israel Knesset limepewa siku 21 kumteua mtu atakayeweza kupata uungaji mkono wa kutosha ili kuunda serikali baada ya kiongozi wa upinzani Benny Gantz kushindwa kufikia makubaliano na waziri mkuu Benjamin Netanyahu juu ya kuunda serikali ya dharura.
Rais Reuven Rivlin amelitaka bunge la wajumbe 120 kutekeleza jukumu hilo, lakini wachambuzi wanasema kutokana na mgawanyiko mkubwa katika bunge huenda ikawa vigumu kumpata mtu atakayeweza kuungwa mkono na wabunge 61 kuweza kuunda serikali ya mseto, na hivyo kuhatarisha taifa hilo kutumbukia katika mzozo mbaya kabisa wa kisiasa katika historia yake. Wabunge wakishindwa kupata mtu, basi rais atalazimika kuitisha uchaguzi wa 4 katika muda wa mwaka mmoja nchini humo. Mpango wa chakula duniani wa Umoja wa Mataifa WFP unaonya kwamba hali ya njaa na hasira katika miji mikuu mingi ya Afrika inaweza kugeuka na kuwa ghasia kutokana na hatua zilizochukuliwa na serikali kuwataka watu kubaki nyumbani ili kupambana na janga la ugonjwa wa COVID-19. WFP inaeleza hii leo kwamba kuna takriban 20% ya wakazi bilioni 1.2 wa Afrika ambao tayari wako katika hali ya mtapiamlo, ikiwa kiwango kikubwa kabisa duniani. Maafisa wa mpango huo wanasema mchanganyiko wa umaskini uliotanda kote barani humo, kutegemea chakula kinachoagizwa kutoka nje na kupanda bei za chakula kutokana na janga la korona unaweza kusababisha hali ya hatari ikiwa serikali za Kiafrika hazitachukua hatua za haraka kukabiliana na matatizo hayo. Bei za hisa katika sehemu kubwa ya masoko ya fedha zilishuka hii leo huko Ulaya na Asia kutokana na kushuka kwa bei katika soko la Marekani la Wall Street jana, kufuatia takwimu zisizo nzuri kuhusiana na uchumi wa Marekani. Matatizo haya ya uchumi hayakuwapatia motisha wafanyabiashara wa Asia, ambapo bei za hisa katika soko la Tokyo zilishuka kwa 1.3 na huko Hong Kong, Sydney kushuka zaidi. Hata hivyo, bei katika masoko ya Seoul, Shanghai na Singapore zilipanda kidogo kwa wastani 1.5. Takwimu za uchumi wa Marekani zinaonyesha jinsi hatua za kusitisha shughuli zote za biashara katika taifa kuu la uchumi zilivyoharibu uchumi. Kiwango cha biashara kimeshuka chini kabisa tangu kufika kiwango cha chini cha mwaka 1946 baada ya vita vya pili vya dunia, kulingana na takwimu zilizotolewa na Wizara ya Biashara hapa Washington hapo jana. Chama tawala cha mrengo wa kushoto cha Rais Moon Jae-in wa Korea Kusini kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge uliofanyika jana. Chama chake cha Democratic kilinyakua ushindi kamili kuweza kutawala peke yake kwa mara ya kwanza tangu kuanza mfumo wa kidemokrasia nchini humo mwaka 1987, na kuwepo na idadi kubwa ya piga kura waliojitokeza licha ya corona, ikiwa inasemekana 66% ya watu wamepiga kura. Kabla ya kuanza kwa janga hilo, chama cha Moon kilitarajiwa kushindwa kutokana na kudorora kwa uchumi na jinsi alivyokuwa anajaribu kuleta mwelewano na Korea Kaskazini. Katika uchaguzi huo pia, kwa mara ya kwanza mtu aliyetoroka Korea Kaskazini, Tai Yong-ho, ameweza kupata ushindi katika uchaguzi huo kuwakilisha wilaya ya Gangnam. Kwa miongo kadhaa, Tai Yong-ho alitumikia serikali ya Pyongyang hadi kuwa naibu balozi wa nchi yake huko Uingereza kabla ya kuacha wadhifa huo mwaka 2016 na kukimbilia Korea Kusini. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema kwamba shirika la afya duniani WHO limesema hakuna ushahidi kwamba virusi vya korona ambavyo vimeambukiza zaidi ya watu milioni 2 kote duniani vilitengenezwa katika maabara. Msemaji wa Wizara ya mambo ya nje ya China, Zhao Lijian, amesema hayo wakati wa kujibu swali kuhusu shutuma kwamba virusi vya korona vilitengenezwa katika maabara mjini Wuhan, ambao ndio kitovu cha maambukizi yaliyoanza mwishoni mwa mwaka uliopita 2019. Zhao ameambia waandishi wa habari mjini Beijing kwamba maafisa wa shirika la afya duniani WHO wamesema mara kadhaa kwamba hakuna ushahidi kwamba virusi vya korona vilitengenezwa katika maabara. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba serikali yake inajaribu kuchunguza iwapo virusi vya korona vilitengenezwa katika maabara mjini Wuhan, China. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Beijing inastahili kusema ukweli kuhusu kile wanachojua.
Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Duniani Leo kutoka Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC. Baada ya mapumziko ya muda mfupi, tunarejea na sehemu ya pili ambayo vile vile imejaa habari kemkem kutoka sehemu mbalimbali za dunia. We're talking about the news and issues you're talking about. Sharing stories of development and growth across Africa, around the world, and in our lives. Topics that inform, empower, and change the rules. It's time for Our Voices. With me, Haiti Adams Fitzpatrick. And Hadiza Kiari. And Ayan Bior. And Orion Itangi Shaka. It's time for Our Voices. Unaendelea kutazama Duniani Leo kutoka Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika sehemu ya pili. Naitwa Kenneth Bwire. Madaktari nchini Tanzania wanataka serikali kuwapa vifaa zaidi vya kukabiliana na janga la virusi vya korona wakati maambukizi yanaendelea kuongezeka nchini humo. Madaktari wanataka vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi wakati wanapowahudumia wagonjwa, sawa na vifaa vya kutosha kuwatibu wagonjwa. Idi Uwesu anaripoti kamili. Kada ya wataalamu wa afya ni miongoni mwa maeneo yanayotoa kilio cha kutaka vifaa madhubuti ili kuwalinda wakati wakijitoa kuokoa maisha. Niendelee kuwaomba serikali lakini pia na wadau waendelee kutusupport, kutupa vifaa ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kuhudumia hao wagonjwa. Lakini pia kwa wananchi, mkuu wa mkoa amesema tuendelee kuchukua tahadhari. Watu, mashirika na taasisi mbalimbali zimeanza kuwezesha upatikanaji wa vifaa muhimu kukabiliana na maambukizi pamoja na kuwezesha utoaji wa huduma kwa wagonjwa. Viongozi wa serikali akiwemo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wamekuwa wakipokea misaada mbalimbali ili kuongeza nguvu katika kudhibiti COVID-19. Kwenu wadau, kwenu wafanyabiashara, kwenu wapenda maendeleo, kwenu mnaudhika jambo hili kuendelea, mliotoa michango yenu kwa kuchangia kusaidia serikali kuongeza upana wa mapambano dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huu, kwa kutoa michango yenu ya dhati kabisa, tena mikubwa ambayo sisi kama serikali hatukufikiria. Nataka nitumie nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na serikali kwa ujumla, lakini na Watanzania wote, kuwashukuru sana sana. Jiji la Dar es Salaam ambalo linaongoza kwa visa vya maambukizi ya COVID-19, mamlaka jijini humo zimetakiwa kudhibiti mikusanyiko isiyo ya lazima. Kwa wenye viti wote wa mitaa, na watakeni kupitia kamati zenu za ulinzi na usalama za mitaa kuhakikisha huko mitaani hakuna magenge yasiyokuwa na tija. Tumeruhusu watu wa kufanya kazi, sio wazurulaji na wala sio wanaojikusanya kwenye vikundi vya kucheza mipira sio na tija, wanaokesha kwenye vijio pasipo na sababu. Tayari Tanzania imeanza kushuhudia athari za maambukizi ya virusi vya korona katika maeneo mbalimbali, ikiwemo kupanda kwa bei za bidhaa kama vile sukari. Idi Uwesu, Sauti ya Amerika. Jeshi la Marekani limesema kwamba meli za vita 11 za kikosi cha ulinzi cha mapinduzi ya Iran zimesongea karibu sana na meli za jeshi la Marekani na meli za walinzi wa pwani katika bahari ya Ghuba. Jeshi la Marekani limetaja hatua hiyo kuwa hatari na ya uchokozi. Japo tukio kama hilo limetokea mara kwa mara miaka michache iliyopita, lilikuwa limekosekana, na la hivi karibuni linajiri wakati mgogoro kati ya Marekani na Iran unaongezeka. Kulingana na taarifa ya jeshi la Marekani, meli za Iran zimekaribia meli 6 za jeshi la Marekani
wakati walikuwa wanafanya operesheni ya pamoja na helikopta za kijeshi katika maji ya kimataifa. Inaripotiwa kwamba wakati mmoja meli za kijeshi za Iran zilisongea meli za Marekani karibu yadi 10. Meli za Marekani zilitoa onyo kadhaa kutahadharisha meli za Iran kwa njia mbalimbali, ikiwemo kupiga honi na kutumia mitambo inayotoa sauti na kelele zinazofika mbali sana. Meli za Iran ziliondoka sehemu hiyo baada ya saa moja. Shirika la habari la Iran IRNA limetoa taarifa fupi kuhusu ripoti hiyo ya jeshi la Marekani bila kusema chochote kutoka kwa maafisa wa Iran. Karibu Warohingya 32 wamekufa katika meli iliyosafiri wiki kadhaa bila ya mafanikio ya kufika Malaysia. Walinzi wa pwani ya Bangladesh wamesema hayo leo Alhamisi baada ya kuwaokoa manusura 396 kutoka kwa meli hiyo. Kundi la kutetea haki za kibinadamu limesema boti kadhaa zilizowabeba Waislamu wa Rohingya zilikuwa zinaelea baharini baada ya kushindwa kupakia kutokana na mipaka ya Malaysia na Thailand kufungwa kwa sababu ya janga la virusi vya korona. Watu hawa wanaripotiwa kuwa baharini kwa muda wa karibu miezi miwili bila chakula. Manusura 396 watapokezwa kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi. Awali maafisa walikuwa wamesema kwamba watu hao watapelekwa Myanmar. Huku maambukizi ya virusi vya korona yakiendelea kuripotiwa kote duniani, juhudi za kupata matibabu kwa wagonjwa wengi zimekuwa sawa na jambo la kuhatarisha maisha zaidi. Wagonjwa na madaktari sasa wanatumia njia ya video kutafuta na kutoa tiba. Ifuatayo ni ripoti ya Andrei Duriakaji inasomwa na Sande Shomari. Wakati maambukizi ya virusi vya korona yakiendelea kuongezeka kote duniani, mfumo wa tiba kwa njia ya mtandao unaendelea kupata umaarufu na muhimu sana. Maelfu ya hospitali nchini Marekani, Ulaya na China yanatoa tiba kwa wagonjwa kupitia njia ya video. Zhu Jian ni mkurugenzi wa hospitali ya Zuhui, anaeleza. Wagonjwa wanastahili kupunguza idadi ya safari kwenda hospitali na muda wanaotumia kusubiri wahudumiwe, hasa wakati huu wa janga la korona. Ushauri na tiba kupitia kwa internet kwa njia ya video inasaidia sana kuzuia maambukizi ya virusi vya korona. Lakini madaktari wanaotoa huduma kwa njia ya video wanakumbana na changamoto, mojawapo ikiwa ni ugumu wa kufanya vipimo sahihi, huku baadhi ya watu wakapata ugumu kupiga simu kwa njia ya video. Lakini tatizo la kupiga simu kwa njia ya video linaweza kusuluhishwa kwa kutumia mfumo kama wa kampuni ya matibabu ya Teladoc ya hapa Marekani. Mwakilishi wa Teladoc anasema kwamba matumizi ya mfumo huo yameongezeka kwa 50% katika muda wa wiki chache zilizopita. Kampuni nyingine kama Doc ASAP nazo zinaendelea kupata umaarufu mkubwa. Punit Musheshwari ni mkuu wa Doc ASAP, anaeleza. We did two things. One, we built a platform that covered... Tulifanya vitu viwili. Mwanzo, tuliunda mfumo unaorahisisha mgonjwa kumfikia daktari anayestahili, na kwa upande mwingine tuliunda mfumo unaoleta pamoja wale wanaotoa huduma za afya na kampuni za bima ili kuweka mazingira ya kuaminiana. Mifumo kama hiyo inaruhusu wagonjwa kupanga wakati wa kupata huduma ya daktari na kubadilisha muda wa kushauriana na daktari, kushughulikia masuala ya bima, sawa na kupata ushauri wa wataalamu tofauti ndani ya muda mfupi. Tunachotaka kufananisha ni kuweka mazingira rahisi kwa mteja kushauriana na mtaalamu wa afya kabla ya kuweka muda maalum wa kukutana, sawa na kupata taarifa za ziada baada ya kukutana. Changamoto kubwa ya tiba kupitia kwa njia ya video ni pale vipimo vya afya vinapohitajika, lakini inawezekana kufanyika. Maabara ya Texas hufanya vipimo kupitia kwa njia ya posta kwa jina Everywell. Imeripoti mafanikio katika suala hilo. Huduma hiyo hufanya zaidi ya vipimo vya maabara aina 30 maarufu, ikiwa vipimo vya homoni, kiwango cha mafuta mwilini, kupima ukimwi, afya ya uzazi, pamoja na kiwango cha msongo wa mawazo. The pandemic has become a forcing function. Janga la corona limesababisha kuongezeka kwa matumizi ya tiba kwa njia ya video, na wengi wetu tunatumia mfumo huu. Japo huduma ya kutoa tiba kwa njia ya video inaendelea kupanuka na kupata umaarufu mkubwa kote duniani, bado inakumbana na changamoto kadhaa. Ni vigumu kwa mfumo huo kufanya kazi katika mazingira ambayo hayana huduma ya internet, sawa na mazingira magumu ya kutumia kadi za bima ya afya.
Hata hivyo, katika mazingira ya sasa ambapo watu wanatakiwa kusalia majumbani kwao, mfumo huo unaweza kuokoa maisha. Sunday Shomari, VOA, Washington. Basi leo tukiingia kwenye masuala ya burudani ni kwamba mwanamuziki kutoka Jamaica maarufu Cautions katika mfululizo wa ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii anawaeleza mashabiki wake waliopo Kenya kwamba anawaandalia kibao moto sana. Hivi sasa imewekwa bayana kuwa Cautions anatarajia kuimba kwenye tamasha kwa njia ya video siku ya Ijumaa. Tamasha hilo litaonekana mubashara kwenye ukurasa wake wa Facebook na vile vile YouTube. DJ wa miondoko ya reggae Steve Junior, ambaye ni sehemu ya timu inayopanga show hiyo ya New Wave Sound, ametoa maelezo hao kwa vyombo vya habari jijini Nairobi. Wanamuziki wengi wanalazimika kutumia mbinu mpya wakati huu wa janga la COVID-19 kufuatana na masharti yaliyowekwa na serikali kuhusu mikusanyiko ya umma. Justin Bieber anawapa mashabiki wake fursa ya kumuona akiimba akiwa nyumbani kama sehemu ya mnada wa hisani kwa njia ya video unaokusanya fedha kwa kulisha watu wanaohitaji msaada wao wakati huu wa janga la virusi vya corona. Bieber alibandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii ujumbe unaosema All in Change kwenye mnada, ambapo itakuonyesha uzoefu huku nikipaa kwenda hadi katika nyumba ya mshindi na kuimba nao One Less Lonely Girl. Tamasha hilo limeandaliwa na Michael Rubin akishirikiana na macelebrity pamoja na wanamichezo kuchangisha fedha kwa sababu ya Meals on Wheels, No Kid Hungry and America's Food Fund pamoja na Feed America and World Central Kitchen. Macelebrity wengine waliopo ni kama vile Kevin Hart na Meek Mill, ambapo Hart anaeleza jukumu lake katika filamu yake mpya ijayo. Na tamasha la filamu la Cannes kwa mara nyingine linatathmini tena janga la virusi vya corona ulimwenguni. Mwezi uliopita, waandalizi wa tamasha hilo walitangaza kuahirishwa, wakisema matumaini yalikuwa bado yanasubiriwa kutolewa, lakini mwishoni mwa mwezi Juni au mwanzoni mwa Julai. Taarifa iliyobandikwa kwenye tovuti rasmi ya Cannes ilisema kuwa mpango huo hautasonga mbele, lakini waandalizi watazungumzia uungaji mkono wote kwa mwaka kwenye sinema kwa utengenezaji wa filamu za kweli za Cannes mwaka wa 2020 katika njia moja au nyingine. Tamasha hilo lilipangwa kufanyika Mei 12 hadi 23. Ni baadhi tu ya masuala ya burudani. Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Kampala.